Bana mtazamaji wa channel ya Baumedia, karibu sana. Tuangazie taarifa kubwa kabisa ambayo imeweza kutega headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii kutoka kule nchini Kenya, ambako ni waliomchoma moto mwanadada huyu kisa tattoo ya rais kukiona cha mtema kuni. Rais atoa kauli nzito ni kule nchini Kenya. Karibu kwa pamoja tuweze kuangazia story hii imekaa vipi. Ni Rais William Ruto nchini Kenya ameibuka na kauli nzito kufuatia kifo cha mwanamke wa Kenya Rachel Wandeto ambaye alifariki dunia baada ya kudaiwa kushambuliwa kwa kuchomwa moto kwa petroli na watu wasiojulikana. Tukio hilo limezua huzuni kubwa pamoja na mjadala mkali kuhusu usalama wa raia na uhuru wa kisiasa nchini Kenya. Na kupitia ujumbe wake, Ruto amesema wahusika wote waliohusika na shambulio hilo watafikishwa mbele ya sheria bila kujali tofauti zao za kisiasa au itikadi zao. Lakini pia rais huyo alisisitiza kuwa Kenya haiwezi kuruhusu mazingira ya vitisho, chuki au ukatili dhidi ya watu kwa sababu ya maoni yao ya kisiasa au mahusiano yao ya viongozi wa kisiasa. Kauli hiyo imekuja huku wananchi wengi mitandaoni wakionyesha masikitiko makubwa juu ya tukio hilo, wakidai kuwa Rachel alikuwa mfano wa mwanamke jasiri aliyekuwa akionyesha wazi msimamo wake wa kisiasa bila kuogopa. Wengi wamekuwa kikumbuka namna alivyowahi kusambaa mitandaoni baada ya kuchora tattoo ya Rais Ruto kifuani mwake kama ishara ya kumuunga mkono. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa awali, Rachel alidaiwa kushambuliwa na watu wasiojulikana waliomwagia petroli na kumwashia moto katika mazingira ambayo bado yanachunguzwa na vyombo vya usalama. Alikimbizwa hospitalini kwa matibabu, lakini baadaye alifariki dunia kutokana na majeraha makubwa ya moto. Tukio hilo limeibua mjadala mpana kuhusu kuongezeka kwa chuki za kisiasa na ukosefu wa uvumilivu nchini Kenya, hata katika kipindi ambacho taifa hilo linaendelea kushuhudia mvutano wa kisiasa na maandamano katika baadhi ya maeneo. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanaonya kuwa matukio ya aina hiyo yanaweza kuathiri mshikamano wa kitaifa ikiwa hatua kali hazitachukuliwa dhidi ya wahusika. Baadhi ya viongozi wa kisiasa pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu nchini humo wameitaka serikali kuhakikisha uchunguzi wa kina unafanyika ili wahusika wote wakamatwe na kufikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo. Wamesisitiza kuwa haki lazima ionekane ikitendeka ili kurejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya dola. Kauli ya Ruto imeonekana kama ujumbe wa moja kwa moja dhidi ya vitendo vya ukatili wa kisiasa, huku wengi wakitarajia kuona hatua za haraka kutoka kwa jeshi la polisi wa nchini Kenya katika kufuatilia tukio hilo lililoshtua taifa. Kifo cha Rachel Wandeto sasa kinaendelea kuwa moja ya mada kubwa zinazotikisa mitandao ya kijamii nchini Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla. Tukutane wakati mwingine mtazamaji, katika kuangazia matukio ya kijamii na yale yote ambayo yanaendelea kutrend katika vyombo mbalimbali vya mitandao.